Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika uzinduzi wa tamasha la Kizimkazi kwa mwaka huu wa 2026. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika matembezi haya maalumu ya uzinduzi wa tamasha la mwaka huu likiambatana na maonyesho ya biashara. Nampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ya kuasisi wazo la kuwa na tamasha hili kwa madhumuni ya kutangaza na kuhifadhi mila na kuenzi utamaduni ili kuchochea na kuhamasisha shughuli za maendeleo ya wananchi wa Kizimkazi na mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla. Aidha, natoa pongezi kwa kamati ya maandalizi, taasisi za serikali na sekta binafsi kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano, wajasiriamali, wanamichezo, wasanii na washiriki wote kwa kufanikisha tamasha hili. Kadhalika, na wapongeza wananchi wote wa Kizimkazi na wa mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla kwa mwamko wenu mkubwa katika kushiriki na kunufaika na fursa mbalimbali zinazoambatana na tamasha hili. Hakika mwaka huu tamasha hili limefana sana. Hongereni sana. Ndugu wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tangu kuanzishwa kwake tamasha hili limeendelea kupata umaarufu mkubwa na hivyo kuvutia washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nje ya nchi. Kwa hakika hii ni fursa muhimu kwa mkoa wa Kusini Unguja na nchi yetu kwa ujumla kutangaza fursa mbalimbali zilizopo zikiwemo za utalii, biashara na uwekezaji, hususan katika sekta ya uchumi wa bluu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimevutiwa sana na ubunifu wa matukio mbalimbali yaliyopangwa katika kufanikisha tamasha hili. Nimefurahishwa kuona ratiba ya tamasha la mwaka huu imejumuisha mashindano ya ngalawa, maonyesho ya sanaa, michezo mbalimbali, vyakula vya asili, muziki na uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Ni dhahiri shughuli zilizopangwa katika tamasha hili zina mchango muhimu katika kuenzi na kudumisha utamaduni wetu na kuurithisha kwa vizazi vijavyo. Aidha, tamasha hili ni jukwaa la kuhamasisha shughuli za maendeleo. Nawapongeza kwa kulitumia tamasha hili kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kupitia maonyesho ya biashara, miradi ya maendeleo, michezo na makongamano kuhusu matumizi ya nishati safi na namna ya kunufaika na fursa za uchumi wa bluu. Wito wangu kwenu, tuendelee kuwa wabunifu na kuweka mikakati thabiti ya kuendelea kutumia tamasha hili kutangaza vivutio vya utalii, fursa za biashara na uwekezaji na kuimarisha umoja na mshikamano wetu kwa lengo la kuchochea ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi na kijamii kwa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, natoa wito kwa wananchi kutembelea maonyesho ya biashara tunayoyazindua leo kwa lengo la kujifunza na kupata maarifa ya kuimarisha shughuli za biashara na kujipatia bidhaa na huduma mbalimbali ili kufanikisha malengo ya tamasha hili. Ndugu wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tamasha la Kizimkazi linakwenda sambamba na utekelezaji wa mipango na dhamira ya serikali ya kuongeza vivutio vya utalii nchini kupitia matamasha ya utalii wa mikutano katika kufikia azma ya kuongeza idadi ya watalii kutoka 800,000 hadi 1,500,000. Ili kuifikia azma hii, tuna wajibu wa kuongeza vivutio vya utalii kwa kubuni matukio maalum ya kuwavutia watalii sambamba na kuimarisha vivutio vyetu vya kimaumbile vikiwemo fukwe nzuri za bahari na wanyama adimu wanaopatikana Zanzibar pekee. Aidha, nchi yetu imejaliwa kuwa na matunda na viungo mbalimbali, urithi wa utamaduni na majengo ya kale, vyakula, mavazi na watu wakarimu. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayovutia wageni kutoka maeneo mbalimbali duniani kuja kuitembelea Zanzibar. Ni matumaini yangu kuwa tamasha hili la Kizimkazi litaendelea kuwa chachu ya kutoa mchango muhimu
wa kuwavutia wageni hapa Zanzibar pamoja na kuhamasisha utalii wa ndani, kama tunavyoshuhudia uwepo wa wananchi wengi kutoka Tanzania bara katika tukio hili. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tamasha la Kizimkazi linafanyika katika mkoa wa Kusini Unguja ambao umejaliwa kuwa na bahari katika wilaya zake zote mbili, kusini na kati, pamoja na eneo kubwa la ardhi ya wazi. Hakika hizi ni rasilimali muhimu za maendeleo ambazo tuna wajibu wa kuzilinda na kuzitumia vyema kwa maendeleo ya mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Natoa wito kwa uongozi wa mkoa na wilaya zake kuendelea kulitumia tamasha hili kwa kutangaza na kubainisha fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo. Watangazieni wawekezaji fursa zilizopo katika ardhi mlionayo na kuwepo na fursa pana ya uwekezaji baharini ili rasilimali hizo ziweze kuleta tija zaidi na manufaa kwa wananchi na serikali kwa ujumla. Kama mnavyofahamu, katika maeneo haya ya pwani tumeitumia bahari kwa shughuli za uvuvi kwa karne na karne, lakini uvuvi wetu haujaweza kuwakomboa wananchi wetu na kuchangia uchumi wa nchi kwa kiwango kinachostahiki. Dhamira ya serikali ni kuondokana na uvuvi wa aina hiyo, badala yake tuendeleze uvuvi wa bahari kuu kwa kutumia zana za kisasa na vyombo vitakavyowawezesha wavuvi wetu wawe na uvuvi wenye tija zaidi, na tuanzishe viwanda vya kusindika samaki na mazao mengine ya bahari ikiwemo mwani. Serikali imejizatiti kuendeleza sekta hii kwa kuimarisha miundombinu ya uvuvi ikiwemo ujenzi wa madiko ya kisasa, masoko bora na bandari za uvuvi. Kwa upande wa zao la mwani, tunayo fursa kubwa ya kunufaika na zao hilo kwa kuzalisha mwani unaohitajika zaidi katika masoko ya dunia pamoja na kuongezea thamani ili wananchi wapate bei nzuri tofauti na ilivyo sasa. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mkoa wa Kusini Unguja unazidi kupiga hatua katika uwekezaji, hasa katika ujenzi wa hoteli za kitalii. Natumia fursa hii kutoa shukrani kwa wawekezaji wa sekta binafsi, hasa wamiliki wa hoteli za kitalii kwa kushirikiana na serikali katika kufanikisha mipango yetu mbalimbali ya maendeleo, hasa katika kuimarisha sekta hii ya utalii. Tunatambua mchango wao katika kuongeza idadi ya watalii nchini, kuchangia pato la taifa kwa ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali, pamoja na fursa za ajira kwa vijana wetu. Nawahimiza muendelee kutoa ushirikiano na kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji katika maeneo mbalimbali nchini. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano na kuzidi kufungua milango ili kurahisisha shughuli za uwekezaji nchini, hasa katika sekta za utalii, viwanda na uchumi wa bluu. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa pongezi na shukrani zangu tena kwa kamati ya maandalizi na wadau wote walioshiriki kufanikisha matembezi haya maalumu na uzinduzi wa tamasha la Kizimkazi mwaka huu wa 2026. Nawapongeza sana washiriki, wageni wetu na wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, hasa wa Kizimkazi, kwa mapokezi na kushiriki ipasavyo katika kufanikisha sherehe za uzinduzi wa tamasha hili. Natoa shukrani tena kwa taasisi mbalimbali zilizopo hapa, wadhamini wa tamasha hili, wawekezaji na watu wote kwa ujumla waliotoa michango yao katika kufanikisha tamasha hili. Nawashukuru pia wasanii wote na washiriki wa matukio mbalimbali yaliyopangwa kwa lengo la kulifanya tamasha hili liwe na mafanikio. Baada ya kusema haya, sasa napenda kutamka kuwa tamasha la Kizimkazi kwa mwaka huu wa 2026 limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikia.